Afrika Mashariki ya Kati, karibu tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya leo, tukiwa tarehe 9 Novemba, tukikutangazia toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa utangazaji wake ni mimi Nadesh Kaindo, na hapa ni muktasari wake. Zaidi ya watoto 2000 waliotoka katika vikundi vinavyomiliki silaha wanapata mafunzo ya kazi ya mikono jimboni Ituri. Visa vya unyanyasaji wa raia vinaendelea kuripotiwa tarafani Lubero. Viongozi wa serikali waomba kuingilia kati na raia kufanya jukumu lake. Mpendwa msikilizaji, haya na mengineyo mtaifata katika udondozi wa habari hizi. MTV. Hali ya wasiwasi inaendelea kuonekana wilayani Masisi, hasa katika mji wa Sake ambao unakaribisha wakimbizi wengi waliokimbia makazi yao kutokana na vita kati ya vijana wazalendo na waasi wa M23. Mama huyu ni mkimbizi toka Masisi, asema alikimbia makazi yake kutokana na vita vinavyoendelea wilayani Masisi kati ya waasi wa M23 na kundi la vijana wazalendo. Tulikimbia kwa juu ya M23. Tumetokea chini ya kwa Mnyaruguru. Manake na bale ba M23 walitokea kwa Mnyaruguru kule nyuma, na tukaenda sikia mabombe na masasi imekuwa ya mingi. Tukasema manake tukekuwa hapa tutakufia hapa. Ndio tukeshuka sasa mwari magharibi. Sasa nyinyi mnaonaje hii vita, nyinyi kama wamama? Tunaweza ona ba president ni wanatusaidia hii vita, banaipeperusha inarudi inaenda. Wewe una watoto wangapi? Mimi niko watoto 4. Wengine wakiomba serikali ya DRC kufanya kazi yake ya kupiga M23 kama huyu hapa Bernard Baidi. Sasa bwana journalist, unajua kama sisi kama vile wakaaji wa Masisi tumesha kuchoka sana hii mambo ya M23 na hatuelewi, hatujui kama ni nini finalement. Hii ni complot international, eske ni complot ya wakuu viongozi wetu ama ni namna gani? Sababu mpaka sasa hatuelewe. Vita inakuwa kama vile mchezo ya teatre. Leo vijana wetu wamesimama na kwenda kupigana vita, wanakufa, wanasema ubie ni inchi ama kufa. Lakini mshangao nikiangalia kama kila siku kunakuwa kama vile vitu kama vile ya teatre. Na ukifuata mzuri ni tangu hapa tena wameenda kusinyia mikataba pamoja na MONUSCO. Haijapita wiki mzima vita ambayo ilikuwa kuzaidi ya kilometre 60, leo hii tunaanza sikia tena inakuwa karibuni kwa kilometre 12-13. Na hiyo mambo imetushangaza sana. Angalia vage wakaaji gisi tena wanaendelea kuteseka. Unaangalia watoto wadogo namna gani wamechoka, wamelala, wako natembea usiku na mchana. Na sisi tunajiuliza kwa nini hii jambo. Unajua bwana journalist, kama wewe ni mzazi wa nyumba, alafu wewe ndio chef de ménage, wewe unaachia watoto jukumu ya kufanya kazi pa nafasi yako, si watasema wewe uko baba irresponsible? Namna gani wakuu viongozi wetu wa nchi wameamua kusema tu c'est le fait, na wanaangalia wakati sisi watoto wao, yani vijana, tumejitolea kusema tukufe ama kupona, lakini M23 pamoja na Rwanda hawata kamata nchi yetu, hawata kamata territoire yetu ya Masisi, hatutaitika hata siku moja. Kwa nini wewe sasa vile baba, kwa nini rais wa nchi asiamue kusema basi naye aamue kukufa pamoja na sisi na aseme mambo asiselefe tumeikatala, sababu sisi wakaaji tulicha kuikatala, naye aikatale, alafu aamuru majeshi wetu pamoja na sisi vijana twende tupike adui. Kama ni kufa tutakufa, lakini tunajua hatuwezi kumalizika na hatutakufa kama hatujamaliza huyo adui na kumrudisha Rwanda ambako aliweza kutokea. Wamama kwa upande wao wakisema hali ya wakimbizi ni mbaya, inabidi kuwaunga mkono, akisema Kamala Priska, mshauri wa gavana ambaye anahusika katika masuala ya kihutu. Kwa sababu inaniuma sana rohoni kuangalia wamama sawa mimi banapitia mwa hii hali. Hakuna mtu mwenye ataweza kufurahi apitie mwa hii hali, na mimi kama mama, kwa sababu mama anakuwa na uchungu sana wakati anaona mtoto wake anateseka. Tumeona hata mama mwenye alizaa kunapita juma moja, lakini alikimbia, alishindwa kubaki kwenye iko kwa sababu asikufe na mtoto wake asikufe. Inaluma sana kuroho, na mimi nawaza wamama wote tunapasha jitia fasi moja kwa sababu ya kuangalia gisi ya kusaidia wandugu, na tupige hodi fasi yote kwa sababu hii vita iishe, kwa sababu wandugu wanateseka sana, na mimi nawaza wanafika kumwisho wa mateso yao. Inakuwa sasa wakati ya hii vita kuisha. Labda ulizo wa mwisho kwa wakaji hasa pia wa hapa Sake, unaweza waambia nini benye biko wanapokea
aba déplacer be banatoka mu village mbalimbali. Tunaita population kupokea wengine kwa sababu leo ni yao, kesho ni yetu. Ndio maana tunawaambia mtu kama iko na besoin ya kukunywa maji wamupe maji, kama iko na besoin ya fasi ya kulala wampatie fasi ya kulala kama uko nayo nyumbani, kwa sababu hii hali wanapitia haiko hali yenye mtu anakuwa kama ametayarisha. Inafika na wataweza sikia vizuri wakati population hapa inawakaribisha. Na mimi nawaza tuko tunamobilize wakaaji wa hapa Sake kwa sababu wasifungie wengine milango, na tunajua ya kwamba na wakaaji wa hapa Sake nao ni wakimbizi, kwa sababu depuis vita ilianza wanakuwa muhali ya ukimbizi, na wengi wiko Bulengo kule Goma muhali ya ukimbizi. Hivi ni wakimbizi wenzao, na mimi najua ya kwamba wataweza tu kuwakaribisha. Benya biko na resiste hapa muka ya hapa Sake banaelekea Goma. Unaweza ambia batu nini kwanza mwi periode mwi situation ya sasa? Mimi najua ya kwamba Goma tunakuwa na makambi zenye ziko organize, na kwa hiyo makambi tutaweza kujireunir na wapartenere wetu humanitaire kwa sababu ya kuangalia jinsi ya kuenregistrer watu wanakuja na kuorganize pia assistance ya wale watu. Utafahamu kwamba hadi sasa waasi wa M23 bado waomba mazungumzo na serikali ya DRC. Nadesh Kaindo, MTV. Visa vya unyanyasaji wa raia vinaendelea kuripotiwa tarafani Lubero. Viongozi wa serikali waomba kuingilia kati na raia kufanya jukumu lake. Tuungane naye Moses Kasonia kwa maelezo zaidi. Kulazimisha raia kulipa kodi zisizokuwa halali, vizuizi kuwa vingi barabarani, pamoja na visa vya watu kuuawa kwa hali tofauti ni mojawapo vinavyoharibu hali ya usalama wa wananchi katika tarafa la Lubero, asema Baireki Kisusu, mojawapo wa watetezi wa haki za binadamu. Kwa ujumla katika territory ya Lubero unaonekana vikundi vinaoleta ukosefu wa usalama katika territory ya Lubero. Yaani hii vikundi vinanyanyasa wakaaji kulomba pesa fulani au jeton, na hii pesa inalombewa kwa kila mwezi. Kila mkaaji katika territory ya Lubero anaombewa hizi franga. Pia kunapatikana mabariere fulani kama haulipe zile pesa kupita kwa ile barriere hakuna namna ya kupita. Surtout leo siku ya 4 kulipatikana mwili uliolunguzwa katika eneo ya Musimba inayopatikana katika groupement Buyora Chefferie de Basso territoire de Lubero. Ni Mumbere Polo Grace alishafariki wakisha mulunguza katika hii eneo, na tuliomba viongozi vya serikali vidadishe vikundi visiokuwa vya kiserikali au groupe de pression ili wafunjo wapate mafunzo, na vile waongozi wazikaze waangalie namna gani ya kutatua hii shida. Bana haiko mwizi, hakuna kitendo fulani, ila tu alipatikana nje wakati wa busiku. Alors ile vikundi mbalimbali viko nafanya patrui busiku, walimpata na wakumulunguza, hana kosa lolote. Tunakosa kama ni nini, ila tu tunaomba vile vikundi vipime angalia kama anapatikana nje, wampeleke wamuulize wake ni wapi ili wamfikishe ulieke bamuue. Vita inayoendelea Masisi, Ruchuru na Nyiragongo imehasiri kwa kiwango kikubwa raia wa uko Lubero, hususi na kwenye sekta ya kilimo, aendelea kusema. Kunako shamba sekta de Bapere, Chefferie de Basso, groupement Mandia, tememe partima ya Ruchuru, Masisi, Kanyabayonga kufika Butembo. Wakati vita iko chakula hakuna, na ukiangalia na bei ya karibira iko 4500 francs au lieu ya 3500 francs. Donc na bei ya kilo ya kilo abunga nayo ilishapanda, chakula haiko, na hii vita ilishaacha chakula inakosekana, chakula inapanda bei na hakuna tena kwenda porini. Wale wanaopenda kwenda porini hawako naenda juu ya ile vita ya Ruchuru Masisi. Raia wakiendelea kuomba usalama ili wafanye kazi zao za mlimo kwa utulivu. Moses Kasonia, MTV. Zaidi ya watoto 2000 waliotoka katika vikundi vinavyomiliki silaha wapata mafunzo ya kazi ya mkono jimboni Ituri. Mwandishi wetu Costa Sambagalwa alituandalia ripoti ifuatayo.
Ni karibu watoto 2000 ndio wameishafunzwa na kuendelea kupata ukingo huko kwenye kikao CTO ama Centre de Transit et d'Orientation. Kikao hiyo inapatikana wilayani Ituri kupitia msaada wa Umoja wa Mataifa MONUSCO na wenzao kama vile UNICEF, ili watoto waliokuwa wapiganaji waweze kupata mazingira ya ukingo kwa ajili ya maendeleo yao, pia kwa maendeleo za jamii. Jean-Paul Komovi, yeye ni mmoja ambaye ameongoza watoto huko, atueleza hali ya watoto. Hapa tuko ku CTO. Ni pahali tunakinga watoto wenye wanaondoka porini kwa groupe arme mbalimbali. Ni wakati gani mulifungula hiyo kikao? Hii kikao tulifungula tango 2015 hadi sasa. Watoto wenye wameisha kupita na hapa imefika 2000 huko wa vijana na wasichana. Sasa kutuelezea ni namna gani watoto wameishi hapa na walitoka kwa vikundi ngapi ya kumiliki silaha? Watoto hawa wanatoka ku grupe mbalimbali. Wenye wameisha kupita na hapa, wa FRPI wameisha kupita na hapa, wa Codeco wameisha kupita na hapa, wa FPIC wameisha kupita na hapa, wa ADF Nalu wameisha kupita na hapa, wa FDLR wameisha kupita na hapa, hata kutoka huku Sudan tumeshapokea watoto hapa. Tatuona ngizi mnaishi hapa, namna gani mmewachunga? Pesa mnapata wapi ya kuweza kuwachunga hapa? Ndio, gisi unaona hapa ni nyumba yenye ilijengwa na msaada kutoka partenaire MONUSCO. Na kwa ukingo ya wale watoto tunapata msaada kwa upande wa partenaire UNICEF. Na wanafanya kazi gani watoto wakipatikana hapa? Hii watoto wakishafika hapa tunawakinga kupitia makazi kidogo kidogo mbalimbali. Unaona hapa tunakuwa na menizeri, tunakuwa na kazi nyingine ya kutengeneza magari mamoto, tunakuwa ingine na kazi ya kushona manguo na ajustage, kazi mbalimbali tunakuwa nayo yote hapa. Sasa na kesho ya watoto wale iko namna gani? Nini mnaona namna gani kesho yao? Kesho ya hii mtoto, unajua kama mtoto akiangali kupori kule katika groupe arme anakuwa na mafikiri mbaya tu, lakini wakati anapoondoka kule anafika hapa anapata akadrema hii mbalimbali. Pahali pa kuishi pa mtoto sio kupori ku groupe arme, ni kumazazi yake na kumasomo etuko sawa. Lakini wakati mtoto anapita na hapa tunamrudisha wapi? Kwa wazazi yake, na hii mafunzo alipata hapa anaiendelesha kule. Anaondosha hii mafikiri ya pori na baki hii na mafikiri ya kumjenga. Sasa na mashida gani mnapata hapa? Unajua mtoto wakati anatoka kupori anakuwa jeshi kamilifu kabisa. Anakuwa na hii mafikiri tu ya kijeshi tu. Unaweza kuona sisi wakadirere benye tunashika nao hapa, wakati akiangali na hii mafikiri yake tunakuwa na tatizo sana kwa hapo, lakini tunafanya tu pole hadi aondoshe hii mafikiri. Anaweza fika hata kuua weye, lakini mastrategy mbalimbali ambao tunaenda nao kwa kumaliza hii mafikiri mbaya. Na wanalala hapa vile? Ndio, wanalala hapa. Tunakuwa na dortoir ya vijana na tunakuwa na dortoir ya wasika. Watoto wale kisha maisha ya porini wanakingwa na shirika za ukingo ya watoto, kisha maisha ndani ya vikundi mbalimbali zinazomiliki silaha kama vile Codeco, FRPI, ADF, FDLR, LRA na kadhalika. MONUSCO ambaye imekuwa katika mpango wake wa kuondoka nchini Kongo umeendelea kujihusisha zaidi kwa mambo ya amani pia ya maendeleo kwa ajili ya wakazi wilayani Ituri. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Constance Mbagalwa kwa niaba ya MTV. Aksanti wasikilizaji na watazamaji wa MTV kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni muda muafaka sasa ya kufata makala yetu, na tunamkaribisha studioni Germain Hassan Kiawere. Naam, asante mara nyingine kunilaki studioni katika kipindi hiki cha makala kutoka MTV mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watazamaji na wasikilizaji wa MTV, leo tutangazia makala kuhusu watoto wakati mkoa ya Kivu ya Kaskazini na Ituri ya kumbana na vita. Aliyekuandalia kipindi hiki ni mimi Germain Hassan Kiawere. Makala haya yaangazia hasa sana watoto wale waliokimbia vita na wanaoishi katika miji mbalimbali kama Beni, Kasindi, Butembo na Goma.
wakati baadhi ya wazazi wao waliuliwa katika shambulizi tofauti mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo nimekutana na watoto wa shuleni. Wameniambia kuwa wakuwa na gumu sana ya kuishi ikiwa wakosa yule atakayewasaidia kuwaongoza katika maisha yao, wengi kati yao wakikuwa watoto wa mitaani, na hapa wakisema kwamba waomba serikali ya Kongo kuwahudumia kabisa ili kuandaa kesho yao. Natoka kwa masomo nangai. Sana toka kwa masomo. Sawa munife kazi. Hakuna matezi nipatia kazi. Mimi nafanyaga kazi. Na kusaidia bazazi yangu kwenda kushamba, na kusukula, na kufagia, na kunaosha watoto. Inawezekana kwa shege. Na nikawa shege na ndakuwa mbaya. Katika kurandanda yetu mitaani tumefaulu kukutana na kijana huyu Jospe ambaye ni mkaaji wa Rwindi. Babaye aliuliwa barabarani. Ameishi maisha ya tabu baada ya babaye kuuliwa, na hapa amekiri kuwa hata samehe kamwe waliohusika na kifo cha babaye. Papa alikuwa shoferi, alikuwa toka Goma, wakampika masasi kwa Maridi Zaire Rwindi. Babandi sitawarumia, jua watuletea amani. Watoto hao wanahitaji nini? Nimekutana na Pasiasi Sinamuli, mmoja wa wazazi wa Beni anayekuwa mojawapo ya watetezi wa haki za watoto na wanawake. Kweli ni jambo la kusikitisha sana kuona hali ambayo watoto wanapitia kwa sasa. Jambo la kusikitisha sana. Tunaendelea kuita waongozi, kila yeyote ambaye ana roho ya utayari kuweza kuhudumia watoto hao. Government yetu ingejitahidi tena sana kuweza kusaidia watoto hao. Si wale peke yake, wako wengi katika mji wa Beni hapa, lakini wamekosa kama wataishi namna gani kufuatana na maisha ambayo tunapitia kwa sasa. Ni huzuni tu na machozi. Kila mama ana lengo la kushughulikia jamaa, lakini kama wale wanafikia kwa ile nivo kwa sasa ni kwa sababu wazazi wao wametoweka. Hivi tunaendelea kuita akina mama na baba, wasichana, kila yeyote aweze kuchangia mchango wake kwa ajili ya kuweza kuhudumia watoto hao. Upande wa wazazi waomba watoto kufata shauri zinaokabidhiwa kwao baada ya wazazi wao kufariki dunia. Mumbere Kimoto tumezungumza naye muda mrefu akiwa ofisini mwake. Mtoto naomba anaendea kwa mipango ya mwabo ya bazazi. Mtoto asipokuwa anaendea kwa bazazi, ule anakuwaka tu shege ya mumugi na maisha yake naharibika. Watoto walishajitumatuma kukunywa madroge, vitu ya mubaya, na wengine wanakuwaka mashege juu wazazi nao hawana tena shauri mzuri. Naam, ili watoto hao wawe waongozi bora katika taifa ya kesho ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimemuuliza Saidi Balikusha, mbunge mkoani Kivu ya Kaskazini, akiwa pia mzazi. Kongo ya kesho haki mikononi mwa watoto ambao wanaonekana siku hizi leo kuwa watoto. Sasa kama hawa watoto hawatayarishwe vizuri, tunaona ya kuwa Kongo ya kesho pia itakuwa na shida, kwani viongozi hawakutayarishiwa kama vile inavyostahili. Nao haiko wao ndio walijitakia kuwa katika ile hali ya government ya Kongo ambayo imeshindwa kulinda usalama katika maeneo za Beni, na kosekate inatokana na ile kushindwa kulinda usalama. Mauaji yanaendelea, na yale mauaji yanabeba maisha ya wazazi wa hao watoto. Ni ndio kusema ya kuwa hawa watoto wa victime ya incompetence. Ndugu msikilizaji, endelea kufuata MTV kutoka hapa Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika vipindi tofauti. Na leo MTV iliangazia watoto waishio mkoani Kivu Kaskazini na Ituri, ikiwa mikoa hizo za kumbana na vita pia na mauaji. Na mwandalizi wako ilikuwa ni mimi Jeremy Hassan Kiahwere wa MTV. Kwaherini. Na ni kupitia makala yetu inayohusu watoto ndipo tunafunga habari zetu za saa hizi. Nilikuwa na Deshka Endo kwa utangazaji wake. MTV. Endelea kutusikiliza kwenye mitandao yetu mbalimbali. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, website, TikTok, LinkedIn na radio online.